Jambo na karibu ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media, ikiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho ili upate habari. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yakishirikiana na wanamgambo wa Zalendo wameripotiwa kupambana vikali na kundi la watu wenye silaha ambalo bado halijatambuliwa rasmi. Mapigano hayo yalitokea katika eneo la takriban kilomita 9 kutoka kituo kikuu cha Bafwasende katika jimbo la Chopo. Ingawa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha mapigano na idadi kamili ya majeruhi bado hazijatolewa, vyanzo vya awali vinaashiria kuwa operesheni hiyo ya pamoja ililenga kuwasambaratisha wanamgambo ambao wamekuwa wakitekeleza vitendo vya utovu wa usalama katika eneo hilo. Hali ya wasiwasi imetanda miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo na jirani, huku baadhi wakiripotiwa kuyama makazi yao kwa kuhofia usalama wao. Ushirikiano kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na makundi ya wazalendo umekuwa ukiongezeka katika miezi ya hivi karibuni kama sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kupambana na makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya operesheni zake katika maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makundi haya ya wazalendo ambao mara nyingi huundwa na raia wanaojitolea yamekuwa yakipata uungwaji mkono wa vifaa vya mafunzo kutoka kwa jeshi la taifa. Hali katika eneo la Bafwasende na vitongoji vyake bado ni tete, na vikosi vya usalama vimeimarisha doria zake ili kurejesha utulivu na kuwalinda raia. Maafisa wa serikali za mitaa wametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zozote zitakazosaidia katika operation zinazoendelea. Taarifa zaidi kuhusu mapigano haya na matokeo yake zinatarajiwa kutolewa kadri hali itakavyoruhusu na baada ya uchunguzi wa kina kufanyika. Azimio kutoka mkutano wa tatu wa kamati ya pamoja ya uchunguzi wa mkataba wa amani wa Marekani tayari zimetangazwa na idara ya jimbo la Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Ni kipindi cha mpya katika utimizi wa mkataba huo wa amani uliosainiwa mjini Washington tarehe 1 Juni iliyopita. Jimboni Ituri, maovu ya makundi ya silaha katika mtaa wa Jugu yanaendelea kukaza ugomvi wa kibinadamu. Kisha shambulio ya uasi wa Kodeko hii siku ya 4 Paloi, watendaji wa kibinadamu wanakosa uwezo wa kufika katika vijiji vingi. Hali ya kufungwa kwa kampuni ya nguo ya Kisangani Soteski tangu miaka 3 inaanza fadhaisha wakazi wa jimbo la Chopo. Ndiyo inaofasiria ombi ya mafasirio ya mbunge wa jimbo Teovel Lotika kwa waziri wa viwanda. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salamu, karibuni na usikivu mwema. Pole lakini kwa hakika mwenendo wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda umesonga mbele, ijapokuwa changamoto za usalama na za siasa zenye kuendelea. Katika tangazo ya pamoja tarehe 2 Oktoba mwaka huu, idara ya jimbo la Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda vimetangaza azimio kutoka mkutano wa tatu wa kamati ya pamoja uchunguzi wa mkataba wa amani wa Marekani uliosahihiwa mjini Washington tarehe 1 Juni iliyopita. Mwenendo unaoungwa mkono na Marekani, Qatar, nchi ya Togo na Kamisheni ya Muungano wa Afrika. Ni kipindi cha mpya katika utimizi wa mkataba huo wa amani kati ya nchi hizo mbili. Taarifa Marcel Papi Mukeba, usomi wa Ronelin Tibonera Idi Amin.
Kulingana na kitangazo kilichotolewa, wahudhuriaji walikubaliana kuwepo kwa vikwazo katika utekelezaji wa makubaliano, hasa hususa kuondolewa kwa FDLR na washirika wao pamoja na kuondolewa kwa hatua za ukingo zilizoshimikwa na Rwanda. DRC na Rwanda wamekubaliana kuhusu mpango wa operation uliopendekezwa na kamati ya pamoja ya kuratibu usalama, mpango ambao umeanza kutekelezwa tangu tarehe 1 Oktoba. Kamati hiyo imetambua umuhimu wa CICR kupata ruhusa ya kuona wafungwa wote na nchi zote mbili zimejitolea kuwezesha hilo. Wahudhuriaji kwenye kikao hiki wamesitiza umuhimu wa kuunga mkono makubaliano kwa matendo na vitendo kwa kuepuka lugha au mwenendo ya uhasama. Hii ni kufuatia mvutano wa hivi karibuni huko Uvira jimboni Kivu Kusini na Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Wito wa kujizuia umetolewa kwa pande zote. Qatar iliyotoa ripoti kuhusu hali ya mazungumzo ya Doha kati ya DRC na AFC M23 ilisifu makubaliano ya kubadilishana wafungwa na kuanza tena kwa mazungumzo wiki ya tarehe 6 Oktoba. Kwa kifupi, baraza ya bunge la taifa na baraza ya wazee vilipitisha hii siku ya 4 mradi wa sheria unaoongeza wakati wa uongozi katika hali ya kuzingirwa kwa majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Wakati wa kikao cha baraza ya bunge la taifa, mchaguliwa wa Lukunga mjini Kinshasa, Daida Moleka, alidai upanuzi wa hatua hiyo ya upekee katika jimbo la Kivu Kusini mbele ya maovu yanayopanda ya makundi ya silaha huko pamoja na uasi wa M23. Pendekezo hiyo ilikataliwa na wanabunge wa moja wa jimbo la Kivu Kaskazini, wakipinga umuhimu wa uongozi huo wa upekee katika jimbo lao na katika jimbo la Ituri. Kwa kifupi tena, memba wa ofisi ya uongozi wa baraza la bunge la jimbo la Kongo Central na wapingaji wanaalikwa mjini Kinshasa na waziri makamu mkuu anayehusika na mambo ya ndani, usalama na masuala ya kimila. Ni siku 5 kisha kuacha vibarua 5 siku ya pili tarehe 13 Septemba iliyopita kwa kupinga memba 5 wa uongozi wa baraza hilo la bunge la jimbo. Siku 2 baadaye, kiongozi wa ofisi ya bunge hilo aliarifu mahakama ya kikatiba kwa kufasiria kanuni ya ndani. Huyo anahisi walitenda kinyume ya kanuni ya ndani, hali inayohatarisha ugomvi katika baraza ya bunge la jimbo la Kongo Central. Jimboni Ituri, maovu ya makundi ya silaha katika mtaa wa Jugu yanaendelea kukaza ugomvi wa kibinadamu. Maelfu ya wahami wanaishi katika ukosefu mkali kisha shambulio ya wasi wa Kodeko hii siku ya 4 Paloi. Mwenendo wa kufikisha chakula katika kambi ya Roe ulisimamishwa. Watendaji wa kibinadamu wanakosa uwezo wa kufika katika vijiji vingi. Wakuu wa mahali wanaomba waasi wajisalimishe. Taarifa Isaac Remoyope kutoka Bunia, usome wa mshiriki wetu wa Goma Bernard Nyangi. Tokea siku 2 sasa, mashirika yaliyokuwa yakigawa msaada wa kiutu kwa wahami takriban 20,000 kunako kambi la Roe zilisimamishwa kutokana na mashambulizi ya wauni wa Kodeko za iyo jana Paloi na yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 15. Miongoni mwa hawa kuna wahami waliokuwa wakijielekeza mashambani Pamaze kwa kilomita 3. Mashambulizi ya wajambazi hawa wanaojiami ya nyima waami na wenyeji bahati ya kuwasili mashambani mwao eneo lile. Rais wa shirika la raia eneo lile, Charite Banza, uomba kwa jeshi la taifa kuongeza jitihada za msako dhidi ya makundi za wapiganaji hususa hawa wa Kodeko ili kurejesha amani na kufungua manjia za raia kuwasili mashambani mwao katika vijiji vya mtaa wa Jugu. Kwa mujibu wa huyu, wanaoshambulia mara kwa mara raia eneo lile ni wanamgambo wa Kodeko. Vijana wa Mali waliosubutu kupambana na wanamgambo wale walisimamishwa na kukatazwa na jeshi. Jimbo la Ituri la hesabu kwa leo zaidi ya wahami 1.5 wanaoishi vibaya kutokana na usalama mdogo usiorahisisha huduma za kiutu kwa ajili yao. Na katika mtaa wa Beni jimboni Kivu Kaskazini, wakazi walisherekea katika huzuni hii siku ya 4 tarehe 2 Oktoba, miaka 11 ya mwanzo wa mauaji ya wanamgambo wa ADF. Pa Oicha, mkuu wa mtaa, wanasayansi, watendaji wa kiraia na wakuu wa mashirika ya usalama waliandaa mkutano wa kiraia na kufikiri moja kwa moja kuhusu sababu za ukosefu wa kudumu wa usalama katika eneo hilo. Walipendekeza serikali ichungue upya mbinu zake za ulinzi wa raia.
Hali ya kufungwa kwa kampuni ya nguo ya Kisangani Soteski tangu miaka 3 inaanza fadhaisha wakazi wa jimbo la Chopo. Ndiyo inayofasiria ombi ya mafasirio ya mbunge wa jimbo Teovel Lutika kwa waziri wa viwanda. Huyo ni mwenye kusifu ahadi ya serikali ya kufungua kiwanda hicho, akidai njia nyingi za kifedha kwa kuanzisha makazi ajili ya kupandisha uchumi wa jimbo la Chopo. Hali ya kiwanda hicho Soteski ni gani? Mafasirio ya mwenzetu Jacques Mukonkole kutoka mji wa Kisangani. Kiwanda la Soteski imeonekana kama kimesimama kabisa. Hakuna mojawapo ya idara zake kuu 4 zinazoendelea kufanya kazi. Ni kelele chache tu ndizo zinavunja ukimya katika idara ya matengenezo. Mbali na mashine zilizotegelezwa tangu kuundwa kwake pa mwaka 1974, kampuni hii inakabiliwa na changamoto nyingi, anafafanua Marcel Mwamba Mpiana, mkurugenzi wa muda wa kampuni hii ya umma. Miongoni mwa changamoto hizi ni pamoja na uzee wa wafanyakazi na ushindani usio wa haki. Wakati mashine mpya zinachukua vumbi kwa kukosa shughuli, mitaa 1113 za kitambaa kisichotayarishwa vinaongoja kubadilishwa kuwa bidhaa za mwisho, lakini haijulikani wakati gani, imesema Joseph Bauma, naibu mkurugenzi wa idara ya ufumuaji. Kuna pia zaidi ya tani 400 za pamba zilizotokea Jingila katika Bauele na Mahagi katika Ituri, maeneo yake mawili ambaye Soteski imenunua pamba kwa kutengeneza vikwembe. Mji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. La katika habari za uchumi tena, tangu siku chache fedha za kikongomani zinapanda thamani mbele ya dola za Kimarekani. Hii siku ya 4 ujumbe wa wizara ya uchumi ulijielekeza katika soko zimoja za mji wa Kinshasa na kuchungua bei ya vifaa vya lazima ya kwanza. Mbele ya hali hiyo, vitu aina sukari, mwindi, miogo, chumvi, saruji, maziwa, mafuta, nyanya ya makopo vimeshuka bei. Taarifa ya Blaise Makasi, usomi wa mwenzetu Rosalie Zawadi. Kwenye Rond-Point Ngaba kama vile katika soko la Zigida, mahali pa biashara maarufu, bei ya bidhaa zimoja zimeshuka. Kwa mfano, bei ya mfuko ya kilo 15 ya mahindi imeshuka kutoka franka za Kongo 1213 hadi franka za Kongo 1117 kulingana na wafanyabiashara tuliokutana nao huko. Kipimo kidogo cha mahindi kimetoka kwa bei ya 3500 hadi franka 2200 za Kongo. Na kiwango cha sukari kilichouzwa hapo awali franka za Kongo 1018 kinauzwa leo kwa bei ya franka za Kongo 1015 au 15500. Na kuhusu kubadilisha fedha kwenye soko za mitaani, dola ya Marekani inabadilishwa kati ya franka 2500 na 2600 za Kongo kulingana na eneo unapopatikana. Kushuka kwa kiwango hicho kunatokana na hali ya kuwa Benki Kuu ya Taifa imeweka kiasi kikubwa cha franka za Kongo zilizokuwa zikitumiwa nchini. Hatimaye kiwango cha magari aina Jeep 96 Toyota Land Cruiser 4x4 zilitolewa hii siku ya 4 mjini Kinshasa kwa mashirika mbalimbali ya usalama. Ni utoaji wa serikali kupitia makamu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani na usalama Jacques Meshabani. Gari 17 zilitolewa kwa polisi ya taifa, 12 kwa wakuu wa mitaa na makomisa wa polisi wa majimbo ya Lomami na ya Sankuru. Ni katika lengo ya kuboresha mwenendo na nguvu ya mashirika yale katika ulinzi wa watu na mali yao. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili matangazo yetu pamoja na mwenzetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Huko Kivu Kaskazini katika mji wa Beni, wanachama wa kamati za ulinzi wa mitaa zaidi pale Mulekera walihamasishwa kwa siku ya kimataifa ya amani ili wahimize wakaaji wa eneo hilo kuhusu mbinu za kutafuta amani. Hivi sasa ni nini tayari imefanywa na ni nini inayobaki? Tunajadili hili na Benjamin Asimoni, mjumbe wa kamati ya ulinzi ya mtaa pale Mulekera, katika mahojiano haya na Mark Marofimbo. Benjamin Asimoni, jambo. Jambo bwana Mark Marofimbo. Tarehe 21 Septemba, siku kuu kimataifa ya amani.
kwanza kibinafsi inaonesha nini kwako? Kwangu mimi nikiwa mwakilishi wa muungano wa mashirika za vijana ambazo zinafuatilia kushikamana agenda jeunesse paix sécurité ama vijana amani na usalama, inamaanisha kwamba tuna muito sasa ya kuweza kuwasisitiza wale wakazi vijana, wasichana na waongozi kwa kujua ya kwamba kazi za ujenzi wa amani ni kazi wetu sote. Kwani inafikia kiwango ambamo tunaona kama sisi ambao ni mashirika ambao tunakuwa na kazi kwa upekee ya ujenzi wa amani, inaonekana kama hiyo kazi imekuwa ni yetu sisi, na zaidi wakaaji wanakuwa wakijiuliza, sasa nini mnasema mnatumika kwa mambo ya ujenzi wa amani, mbona tuone amani? Ni jambo ambalo linatusikitisha roho sana, na tunakuta kama ni ya muhimu kamati sasa hatua ya kuwasisitiza, ya kuweza kuwahimiza waweze kuwa na hiyo akili, mafikiri ya kujua kama kazi za ujenzi wa amani zinaanja kwa ubinafsi, kwa kuweza kuweka mazingira bora, kimya ya usalama na ya amani. Nini imekwisha kufanyika kwa kweli hadi hapo? Mpaka hapo ni hiyo tu kusema volonté politique, na ya muhimu sana sasa ili iweze kupana picha nzuri, picha ya kudumu, kwa kuweza kupatanisha mawazo na nguvu ya sisi vijana, wasichana na yale ambao wao waongozi wamepangilia ama wameweza kutia kama mawazo, ili tuone sasa kazi za ujenzi wa usalama unafanyikana ndani ya umoja, na watu wakijua kwa pamoja kama huyu kwa ngambo yake atafanya hivi, nami kwa ngambo yangu nitafanya hivi. Na wakati tunafanya kazi zetu zote, kama tutafanya ni mapledoyer, kama tutafanya ni sit-in, kama tutafanya ni maconference, kusikue kusema viongozi wanazuiza kazi zetu ambazo zinatafutisha kujenga usalama. Na sisi pia tukiona viongozi wanasema tunakamata decision fulani ili kufanya kama ni couvre-feu, kufanya kama ni état de siège, kufanya kama ni decision fulani, nasi pia tukubali kusema kufatana na maongezi ambayo tumefanya ndani ya hiyo chumba, inaonekana kabisa ni ya muhimu tuweze kuhimiza. Na sisi vijana ambao tunakuwa ndani ya mouvement citoyen, ndani ya ma ONG des jeunes, ndani ya ingine mashirika mbalimbali ya vijana, tutasema ndio tunahimiza na wale wakazi wengine kusema tuunge mkono hiyo ma decision ambao viongozi wamekamata, kwani tulishirikishwa. Kama tushirikishwe itakuwa ni vigumu, tutaonana kama pusu na panya. Na majukumu ya population inapenda iweze kuhudhuria kazi za ujenzi wa usalama na amani, lakini malalamiko yote ama sijui alerte yote ambayo population wanatoa, wamechoka kuona kama hawasikike. Unaona jambo ambalo lipitika hapa mnao maeneo ya quartier Kalinda, vijana na wakaazi wengine waliona watu ambao hawawafamii, na wakati waliweza kupana ripoti, wakishapana ripoti haionekani kama alerte yao inakamatika kwa umuhimu. Wakati waliona haikamatiki kwa umuhimu, chef de quartier ama chef de cellule wanakuwa wakijitosha ndani ya situation, wanakuwa kama hawaelewe, ni watu tu wa inconnus. Vijana wakifanya nini? Wakiona basi tuone namna gani tutaweza kujikinga na kutafuta kujikinga, wao hawana formation juu ya namna gani wanaweza prendre en charge situation kama na ile inaleta vurugo. Ni kusema population kwa sasa inakuwa na haja, wakati wanatoa maoni fulani, alert juu ya kusema hewa haiko mzuri ngambo fulani, wanapenda waone vyombo vya usalama, serikali ndani ya sura yake yote, sijui ANR, police, FARDC, wachukue alerte zote za population kwa umuhimu na waweze kuzichunguza na wapane ripoti kama nini wameendesha kama kazi, ili wakaaji wajue kusema hiyo mambo ambayo tuliweza kushitaki viongozi walichukua, wakatumika, wakachunguza na majibu yao ni hii. Hapana kwa siku mrefu, kwani usalama unajengwa siku kwa siku, kuanja kwa mawazo, kwa matendo na kazi mbalimbali. Shukrani Benjamin. Asante sana. Radio Okapi, dossier en Swahili.
Watu wengi wanakubali kuwa wanashindwa kuheshimu wakati, iwe ni kuenda kwenye mkutano na mtu ama kwenye ibada au misa, kazini, hata kupanda ndege. Hata hivyo, kushika wakati inabaki kuwa tabia muhimu katika maisha ya kazi na hata katika mahusiano yetu ya kijamii. Kwa hiyo, kwa nini sasa ni vigumu sana kufika kwa wakati? Na zaidi ya yote, inaleta faida gani? Baadhi ya majibu yametolewa katika ripoti hii na Jean-Claude Lokidile. Mkutano, maulizo wa kazi ulioshindikana, ndege tayari imeondoka, mifano ni mingi. Emmanuel Jedija, mkazi wa Bunya, hata sao kamwe kumbukumbu hiyo ya uchungu. Siku moja 2015 rafiki yangu alikuwa malali kwa hospital, ifale nifike kumuona 10h militreni, kisha nikafika 11h, 1h ya retard. Kufika hivi bananiambia ke anakufa. Kama sasa hapa niko na rendezvous, inafaka asorte nifike avant le temps juu ile maneno nilifikaka isifike tena. Pembeni mwake Moise Dena anasumulia naye jinsi alivyokosa safari ya ndege kwa sababu ya kuchelewa kidogo tu. Ninakumbuka wakati nilikuwa naenda kufanya formation ku Uganda, alafu dereva mwenye alipasha kuja kunikamata akachelewa. Ilikuwa retard kwangu kwa kucheki mizigo yangu, alo nikabaki. Nikafika siku moja nyuma na wengine walimeisha kuendelea na mafundisho. Katika mazoea ya kila siku, wengi huchukulia kuchelewa kama jambo la kawaida. Lakini kwa Sara Muderwa, huu ndio tabia mbaya. Kisha nifikia mara mingi sana, niambie batu ke reunion itaanza 8h alors que reunion iko 10h juu. Inisaidie programme yenye nishatia, batu baba irespecte, me bafike programme yenye nilitia juu mie peke niliyo ke programme iko 10h njo minatia 8h, nikatia 10h batu batafika 12h. Vomia nitie 8h juu batu bafike 10h, ndio haiko bien. Kwa wengine, kuwa na wakati ni swala la kujiheshimu na pia kuwaheshimu wengine. Joplin Mukondoko tuliyemkutanisha barabarani. Wakati nikifika mapema kumakutano fulani yenye baliniita, ni mwenye najisantira kwa kwanza niko ordonné, paske mwenye anatembea wima inabidi aheshimu maneno yote. Na wakati nye nafika vile, na mi pia na konsidere ule mtu mwenye aliniita, inaomba na mi vini heshimu wakati. Waangalizi wanasema wazi, kukosa utamaduni wa kuheshimu muda kunaweza kuwa na kinyume sana: kupoteza kazi, kukosa mkutano yaliyoweza kukupatia bahati ya pesa. Hata hivyo, suluhisho rasmi zipo: kuandaa mambo yako mapema usiku kabla, kujua kwamba kuna mambo yanaweza kutukia rafla, na kutumia vikumbusho yani rappel kwenye simu ama kompyuta yako. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imeripotiwa kufanya mashambulizi makali ya angani kwa kutumia ndege zisizo na rubani drones dhidi ya ngome za waasi wa Alliance Fleuve Congo wanaongozwa na kundi la M23 katika eneo la Buleusa lililoko katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mashambulizi haya yaliyofanyika katika siku za hivi karibuni ni sehemu ya operation ya kijeshi zinazoendelea za FARDC zinazolenga kuzoofisha uwezo wa kijeshi wa waasi hao ambao wamekuwa wakidhibiti maeneo kadhaa katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya habari vya ndani vinaripoti kuwa ndege za kivita za FARDC zimekuwa zikilenga maeneo ya muhimu ya kimkakati ya waasi, ikiwemo kambi za kijeshi na magala ya silaha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa duru za usalama, mashambulizi hayo yamekuja kufuatia kuongezeka kwa harakati za waasi wa AFC M23 katika eneo la Buleusa, ambapo wamekuwa wakijikusanya na kuimarisha ngome zao. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wanamgambo wa Wazalendo limekuwa likijibu vikali harakati hizo kwa lengo la kurejesha udhibiti wa maeneo yote yanayokaliwa na waasi. Ingawa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na FARDC kuhusu idadi kamili ya vifo au majeruhi kutokana na mashambulizi hayo, ripoti za awali kutoka kwa mashuhuda zinaeleza kuwepo kwa uharibifu mkubwa katika kambi za waasi. Moshi nzito ulionekana ukifuka kutoka maeneo yaliyolengwa, ishara ya milipuko ya moto iliyosababishwa na mashambulizi.
Hali ya usalama katika jimbo la Walikale na maeneo jirani ya Masisi na Ruchuru imeendelea kuwa tete, huku mapigano ya mara kwa mara yakizuka kati ya jeshi la FARDC na waasi wa M23. Mashambulizi haya ya angani yanaashiria ongezeko la matumizi ya kiteknolojia, kisiasa na kijeshi ya FARDC katika vita dhidi ya makundi ya waasi. Viongozi wa eneo hilo wameelezea wasiwasi wao juu ya usalama wa raia ambao wameendelea kuwa waathirika wakuu wa mzozo huu. Wengi wao wamelazimika kuyahama makazi yao kutafuta usalama. Mashirika ya kibinadamu yameendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika na mapigano kuzingatia ishara ya kimataifa, kuzingatia sheria ya kimataifa za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia. Mvutano unaendelea kuwa mkubwa huku kukiwa na hofu wa kuongezeka kwa mapigano makali zaidi katika siku zijazo, licha ya kuwepo kwa juhudi za kikanda za kutafuta suluhu la amani la kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la M23 limetangaza kwamba kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka 2025 hati zote za kusafiria zilizotolewa na serikali kuu ya mji wa Kinshasa hazitatambuliwa katika maeneo yote yanayodhibitiwa na kundi hilo la waasi. Uamuzi huu unaziri miji mikubwa ya Goma na Bukavu pamoja na maeneo mengine kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hatua hii inajiri wakati ambapo M23 inaendelea kuimarisha utawala wake katika maeneo yote yaliyoyateka, ikijumuisha uanzishaji wa mifumo ya kiutawala inayofanya kazi sambamba na ile ya serikali. Kumekuwa na ripoti za awali kuhusu M23 kutoa nyaraka zake za usafiri ambazo hata hivyo hazitambuliwi nje ya maeneo inayoyadhibiti, hali iliyosababisha wakazi wengi kukwama na kushindwa kusafiri. Vyanzo vya habari vimeeleza kuwa hatua hii mpya ni jaribio la M23 kujitenga zaidi na mamlaka ya Kinshasa na kuonyesha uwezo wake wa kusimamia kikamilifu maeneo inayoyashikilia. Msemaji wa M23 ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema kuwa uamuzi huu unalenga kurahisisha utaratibu na usalama kwa raia wanaoishi chini ya udhibiti wao. Hata hivyo, tangazo hili limezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa Goma na Bukavu na maeneo ya jirani. Wengi wanahofia kuwa watatengwa zaidi na maeneo mengine ya Kongo na dunia kwa jumla. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yameelezea wasiwasi wake yakisema hatua hii inaweza kukiuka haki ya msingi ya uhuru wa kutembea. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Maziwa Makuu amesema kuwa hii ni ishara tosha kwamba M23 haitafuti tu udhibiti wa kijeshi bali pia inalenga kujenga muundo kamili wa serikali mbadala. Ni changamoto la moja kwa moja kwa mamlaka ya Rais Felix Antoine Tshisekedi na inaweza kuzidisha ugumu wa upatikanaji wa suluhu la amani. Serikali ya Kinshasa bado haijatoa tamko rasmi kuhusu hatua hii ya M23. Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda huku wakazi wakisubiri kuona jinsi agizo hili litakavyotekelezwa na ni zipi zitakazokuwa athari zake za muda mrefu kwa maisha yao na kwa mustakabali wa maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hali ya kuongezeka kwa changamoto za kiusalama mkoani Kivu Kusini, bunge la mkoa limetoa wito wa dharura wa kuwepo kwa uratibu bora na madhubuti kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wanamgambo wa Zalendo. Wito huu unakuja wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizi mbili ambazo kwa pamoja zinapambana makundi mbalimbali yenye silaha ikiwemo M23 umekuwa ukikabiliwa na changamoto kadhaa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Bukavu, msemaji wa bunge la mkoa amesisitiza kuwa ushirikiano usio na mshono kati ya jeshi la taifa na vikundi vya wazalendo ni muhimu mno katika jitihada za kurejesha amani na usalama wa kudumu katika maeneo yaliyoathirika na migogoro. Tunatambua na kuthamini mchango mkubwa wa wazalendo katika kulinda ardhi yetu na raia wake.
Hata hivyo, iliongeza ufanisi na kuepuka mwingiliano hasi katika operesheni za kijeshi. Ni lazima kuwe na amri ya pamoja na uratibu wa hali ya juu kati yao na FARDC, alisema msemaji huyo. Wito wa bunge la mkoa unakuja kufuatia ripoti za matukio ya kutoelewana na wakati mwingine mapigano ya hapa na pale kati ya vikundi vya wazalendo na vitengo vya FARDC. Hali kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama inazoofisha juhudi za pamoja dhidi ya adui na kuhatarisha maisha ya raia. Hivi karibuni kumekuwa na taarifa za mivutano kuhusu udhibiti wa maeneo na rasilimali pamoja na tofauti za kimbinu katika uendeshaji wa operation. Mivutano hii imechangia katika hali ya sintofahamu na wasiwasi miongoni mwa wananchi. Bunge la mkoa limependekeza kuundwa kwa jukwaa la pamoja na mawasiliano na upangaji mikakati litakalo jumuisha viongozi wa FARDC na wakilishi wa kuaminika kutoka vikundi vya wazalendo. Jukwaa hili linatarajiwa kusaidia katika kupanga operation za pamoja, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kutatua tofauti zote zinazoweza kujitokeza. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa wazalendo wamekaribisha wito huo, wakisema kuwa wako tayari kushirikiana kikamilifu na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC chini ya muundo ulio wazi na wenye kuheshimiana. Hata hivyo, wamesisitiza umuhimu wa serikali kuu kutimiza ahadi zake za kuwapatia vifaa na mahitaji muhimu ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, imeendelea kuwa tete kwa miaka mingi kutokana na kuwepo kwa makundi mingi yenye silaha ya ndani na nje ya nchi. Ushirikiano kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, ambao ni muunganiko wa vikundi vya wanamgambo wa ndani, umeonekana kama mkakati muhimu wa kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya waasi. Hata hivyo, ufanisi wa ushirikiano huu unategemea sana kuwepo kwa uratibu na nidhamu ya hali ya juu.